Yes. Bwana Kapteni Kizinga bwana, karibu na tuzungumze wakati ligi ikiwa inaendelea tena leo kwenye viwanja tofauti, Young Africans mkiwa wageni wa KMC kwenye dimba la KMC Complex pale Mwenge. Kikanuni ule uwanja nyinyi mnautumia kama uwanja wenu wa nyumbani. Lakini KMC wao ndio wamiliki kwa sababu wanamilikiwa na halmashauri ya wilaya ya Kinondoni. Lakini kule Mbweni saa 12:15 za jioni mnyama Simba atakuwepo na yeye. Kikanuni ule uwanja wa JKT anautumia kama uwanja wake wa nyumbani, lakini JKT pale ndio kwake. Nimemsikiliza hapa na wewe tulikuwepo wote, umesikiliza kauli ya afisa habari wa KMC Khalid Chukuchuku. Anasema leo maiti inamngangania Shehe, lakini pia anawaambia Simba Sports leo anawarudisha kwenye ramani ya ubingwa. Kwanza nimpongeze sana afisa habari wa KMC Bwana Khalid Chukuchuku kwa kutufumbua macho, tunasema, au kutuzindua wanayanga. Ni sasa rasmi, vita ni vita, sababu wapo wanayanga waliokuwa wakiamini kwamba tunakwenda kucheza na KMC ambayo inaburuza mkia. Niwaambie la hasha, kwa maneno ya msemaji ni wazi kabisa kwamba hatuchezi na KMC. Tunakwenda kucheza na wale ambao wamemtuma KMC, pia na KMC wenyewe. Kwa leo ni vita ambayo sio ya mtu mmoja, ni vita ya baba mwenye nyumba, lakini pia na aliyekuwa mpangaji kwenye nyumba hiyo akaondoka kaenda kutafuta nyumba nyingine, naye pia ameamua kuweka mkono kwa baba mwenye nyumba kuhakikisha anamsupport ili vita iwe kubwa sana. Kwa mimi naamini siku ya leo tunakwenda kucheza na sio tu KMC na hata hao wale watuma, kwa sababu ukimsikiliza vizuri Chuku anasema kabisa kwamba mara baada ya mchezo kumalizika viongozi wa Simba watawapigia simu KMC na kuwapongeza. Ni wazi kabisa hao wamewatuma. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na KMC ambayo imetumwa na viongozi wa Simba kwa maelezo ya msemaji. Wamewatuma ili leo mchezo uwe mgumu. Niwaambie wanayanga, hii ni mechi ya kupambana kweli. Hii ni mechi zaidi ya mechi tuliyokwenda kucheza pale Mbweni. Ni wakati wa kupambana kweli kweli. Kama unajua una babu yako yupo huko katika vijiji vya Mgaraganza, Kigoma, Mwandiga, wapi, hakikisha unampigia, anakufanyia kile unachotakiwa kukifanya. Kama una shehe wako anapatikana katika msikiti wa Tambaza, nenda kazungumze naye, nenda kakufanyie dua. Kama una mtumishi anapatikana katika maeneo mbalimbali, nenda kakufanyie dua. Mchezo wa leo ni mchezo mgumu kweli ambao unatakiwa twende tukapambane, kwa sababu nguvu wanayoitumia, nguvu ambao walishindwa kuifanya wakati wanacheza na sisi, wanataka sasa kuitumia kwa watu wengine. Kwa hiyo vita ni vita na ni kubwa zaidi. Naamini kwa uwezo wa Mungu inshallah tutaenda kushinda mchezo. Unasema hamchezi KMC leo, mnacheza naye kama mnacheza na Simba. Leo tunacheza na baba mwenye nyumba na aliyekuwa mpangaji kwa baba mwenye nyumba na akaondoka. Lakini unasema jinsi unavyocheza naye huchezi naye kama KMC. Hatuchezi kama KMC, tunacheza kama, yani hii ni mechi kama tuliocheza pale Mbweni. Yes, msemaji kashasema mechi leo. Kasema kwamba baada ya dakika 90 viongozi wa Simba watapiga simu. Kwa maana yake ni nini? Kuwapongeza kwamba kazi tuliyowatuma imefana, kazi imekwenda vizuri, imefanya kazi vizuri. Yes, unaweza kuona maajabu ya mpira. Kama umenishindwa mimi, wewe unaanza kuwatumia watu wengine kuomba msaada wa kutuzuia. Hii ni vita. Kwa hiyo lazima tuambizane wanayanga kwamba kuna namna tunatakiwa leo tukapambane kwa namna yoyote. Baba mwenye nyumba asalie kuchukua kodi yake kama baba mwenye nyumba, lakini mpangaji kwa sababu nina fedha za kutosha, waache niendelee kuenjoy. Kwa hiyo wana Yanga huko aliko wasitazame hii mechi kama ya Yanga na KMC. Yes, of course. Yani sio ya kuitazama kama Yanga anakwenda kucheza na timu ambayo inashuka daraja kwamba tunakwenda kupiga goli 6, 7, 8. Hapana. Hii KMC ni KMC ambayo imeahidiwa mizigo ya kutosha. Kwa unakwenda kucheza na KMC ambaye ameambiwa kabisa kwamba ukipata sare utapata milioni 100. Ukipata sare unapata milioni 50, ukishinda unapata milioni 100. Yaani hizi ahadi hizi kwa namna ambavyo ametueleza Chuku, ni wazi kabisa hatuendi kucheza na timu ambayo ni ile ambayo imeshuka daraja au ni ile ambayo iko kwenye mkia huko kuelekea kushuka daraja. Lakini Kizinga pamoja na Khalid Chukuchuku kusema kwamba leo jioni baada ya mchezo viongozi wa Simba watampigia kumpongeza, lakini pia anasema anakwenda kuwarudisha Simba kwenye mbio za ubingwa ambazo wao walikuwa wamekwisha potea. Hauoni kama labda ni kutaka kuwatoa nyinyi mchezoni? Kwanza hiyo kauli ya kusema kwenda kuwarudisha, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kazi waliopewa leo ni kuhakikisha anamfunga Yanga, amemkosa Yanga kumfunga, atoe sare. Maana yake nini? Tukifungwa sisi na KMC siku ya leo, ina maana tayari wanakwenda kumrudisha pale juu. Yaani kwa maana ya kwamba nyinyi Yanga mkifungwa na KMC leo, alafu Simba akishinda, gap la point linashuka.
yani ina maana unakuja kuwarudisha kwenye morali, au unakuja kuwarudisha kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu of course mpaka sasa hivi wana Simba wengi wameshakata tamaa mara baada ya kukosa ule mchezo pale Mbweni. Maana yake moja kwa moja shughuli na maana bado inaendelea kuwa ngumu. Ndio maana nikasema uone kama Chukuchuku anataka tu kuwatoa kwenye njia, lakini hana uhalisia. Hapana, mara nyingi hukumu wewe utahukumiwa kwa namna ambavyo umesema. Ndio maana unasema kwamba ulimi unaweza ukaponza kichwa, kwa maana ya kwamba matamshi utakayoyatoa watu wanayabeba. Yule ni afisa habari wa timu ambayo inashiriki katika michuano ya ligi kuu KMC. Moja kwa asipuuzwe alidi Chukuchuku. Yes, asipuuzwe. Kauli yake ina maana ndani yake. Kwa sisi watu ambao tumesoma Cuba tunajua kwamba huyu anachokizungumza nyuma yake yuko nani. Na kwa umri wako. Kwa nini asiseme kwamba mchezo huu wa leo labda Mbeya City au pengine Fountain Gate maybe Fountain Gate atakwenda kufurahi, tutamsogeza pale juu kwa sababu naye yuko kwenye mkia wa kushuka huko chini. Sababu ukiangalia mechi ya jana Coastal Union na Fountain Gate, kuna mmoja alikuwa anaenda kushushwa kabisa chini huko. Kwa hiyo akisema kwamba mechi ya leo tukimfunga Dar es Salaam Africans, basi Fountain Gate kuna namna watapata wafadhali huko chini. Kwa nini asimseme Fountain Gate, aje amseme Yanga ambaye yuko kule juu? Kwa maana ya kwamba Yanga kuna mpinzani wanakimbizana ambaye yuko nyuma kwa alama 5. Kwa hiyo anakwenda kufanya kazi huko akiwa ametumwa, nenda katufanyie kazi yetu, na ukifanikisha sisi kuna donge nono ile hapa. Kwa hiyo wana Yanga sio kitu cha kuzembea hichi. Ni wazi kabisa KMC wamepewa shughuli ya kufanya siku ya leo, wametengewa fungu la kutosha, nenda kamsimamisha Yanga. Sisi tumeshindwa. Na tuwaombe tu, lai yangu ni moja kwa KMC, tafadhalini hivyo vyumba vyenu mkifanya kama walivyofanya wale watu Mbweni, hatutaingia huko ndani. Sasa ongea nao kule kwenye kamera. Ndio nawaambia kamera hiyo hapo, kwa nini mimi namwangalia nani? Ndio tunawaambia KMC. Na niwaombe tu watu wa Yanga, watu wa system, watu wa mambo mengi, nendeni mkafanya uchunguzi mapema. Timu isiingie kwenye vyumba vya KMC kabla haujafanyiwa uchunguzi, kwa sababu kauli za afisa habari wa KMC zimetutisha. Ni wazi kabisa wametumwa, na ni wazi kabisa wametengewa fungu kwamba watapigiwa simu baadaye mara baada ya kumaliza kazi. Kwa hiyo ni lazima tujihadhari na vyumba vya KMC. Kama vitakuwa vina hatari ndani yake, jamani tafadhalini, pale KMC kwa nyuma pale lipo hata kanisa, tunaweza tukaingia mule. Tunaweza tukaingia hata kanisani pale, tukabadilishia nguo. Hatuwezi kuingia, lazima uchunguzi ufanyike. Na tuwaombe bodi ya ligi waandae madaktari wakuwa wanavichunguza vyumba before timu haijaingia. Vinginevyo tutamaliza hii ligi, hatutaingia kwenye vyumba, kwa sababu tayari Simba ameshatangaza vita ishe. Hii ni vita kubwa. Kama afisa habari wa KMC anasema, baadaye watu wa Simba mtafurahi na mtapiga simu kusema asanteni kwa kazi mliotupa tumefanya. Maana yake nini? Tujihadhari na vyumba vya KMC. Huenda vikapuliziwa dawa, sisi tukaja kufa vibaya, kifo kibaya pale KMC. Kwa hiyo utaratibu ni ule ule. Kama watakuwa wamepuliza madawa, tukakae kwenye kanisa la nyuma pale, tukabadilishie nguo, tukitoka hapo ndani uwanjani. Sawa bana Kizinga, kwa kumalizia mwenendo wa ligi unaonaje? Naona ni mwenendo, kwanza ligi ndio imepamba moto. Yaani kama ni ligi kwangu mimi naweza nikasema ndio kwanza imeanza, kwa sababu vita ni kubwa. Ukiangalia Dar es Salaam Africans alichukua ubingwa mara 4 mfululizo, Simba alichukua mara 4 mfululizo. Kwa wakati huu Simba anajitahidi naye kupambana. Kwanza nitumie nafasi kuwapongeza Simba kwa namna ambavyo wamefanya maboresho mazuri sana. Maboresho ya dirisha dogo kiukweli yamewarudisha hata kwenye imani wa kina Mnandi, kina Mandala, umeona, unaweza kuona kina Miko Kisugu, imani yao imekuwa ni kubwa mno kiukweli. Walikuwa wamekata tamaa. Kwa Simba ile mimi mwenyewe naamini, kwa Simba ile ya dirisha kubwa kama ndio ingekuwa inakwenda mpaka sasa hivi. Yaani sasa hivi mimi ninakula kuku kwa mlija. Sidhani kama ushawahi kuona mlija unavuta kuku, lakini mlija ungevuta kuku. Kwa sababu ile ilikuwa ni Simba ambayo nilikuwa ningepiga tena. Yaani mara nyingi sana ningepiga goli nyingi. Yaani isingepata hata kikombe kile cha kutoka nani huko. Kile kikombe. Mfano kama ile mechi ya juzi, kama ingekuwa Yanga ndio angetangulia kufunga zile goli 2, dakika 90 ingekuwa? Ingekuwa 2-2. Simba kufanya comeback hawezi. Na ndio maana unaweza ukaona tunaposema Steve Barker ni kocha wa kawaida na ni kocha mwenye kiwango kidogo sana, tuna maana kwa kocha ambaye ni kocha mzuri, tayari umeshapata goli 2 dhidi ya Yanga. Unaruhusu vipi goli 2 kizembe vile? Na unaruhusu vipi kushambuliwa mpaka mtu anakula tope? Yaani mtu anaonja radha ya tope kabisa. Asikwambie mtu, yani bora kitu ule mwenyewe kwa kutaka.
sio unarishwa kwa kulazimishwa. Sio, umeelewa? Yaani Lucien Deruki analilamba tope, anajua ladha ya tope. Tope lina ladha gani? Chumvi chumvi, sukari sukari, asali asali au nini? Yeye ndo anajua. Hivi vitu vya kulazimishwa sio maskhara. Na pale kama sio tu ujasiri wa golikipa Kasari kuvuta kidogo mbele, ina maana thamani ya ile kumlambisha tope, ina maana mpaka sasa hivi lile tope na lingeingia goli, ina maana goli pamoja na tope mpaka sasa hivi visingekuwa vimeuzwa hizo milioni 2 uzoona. Mpaka sasa hivi ingekuwa imeuzwa pesa nyingi, takriban hata bilioni 10. Lakini wao Simba wanatamba na goli la Chama kupostiwa kila mahali duniani. Wanatakiwa kuongeza ubunifu, kwa sababu idara yao ya habari sio, haina ubunifu aina yoyote. Kama lile goli lingekuwa limefungwa upande wetu sisi, lile goli lingeuzwa zaidi ya bilioni 100. Lakini kwa sababu hawajui namna gani klabu inatakiwa ingize mapato, ndio maana unaona lile goli linaishia tu kuchukuliwa na kupostiwa katika maeneo yote, lakini timu haifaidiki na kitu chochote. Lakini angalia tu namna tukio tu dogo tu la kumlambisha mtu tope, angalia thamani yake, limeuzwa bei gani. Mpaka sasa hivi taarifa nilizonazo, watu wanaendelea kutuma fedha, na ikiwa wameambiwa kwamba ndio mwisho, lakini wao wanaendelea kutuma tu, huku wakiangalia namna ambavyo Lucien Deruki anakula tope. Umeelewa? Na kitu ambacho ukijui Chidi, Lucien Deruki alimaindi sana, alikwenda kucomment pale kwenye ukurasa wa Ali, akaonyesha mpaka zile emoji za kulia zile. Na sisi tumemwambia kwamba hii ndo Tanzania. Hii Tanzania, ukija kwenye timu ya Simba, wapo wana Simba watakubeba kwa namna yao, na sisi wana Yanga tutakukandamiza kwa namna yetu, na tutakwenda vizuri, na ndo mpira wetu kivetu vyetu. Wewe ishi na sisi hapa sasa South Africa. Tope ladha yake anaijua Lucien Deruki. Ukitaka kujua nawe kama hapo ulipo wewe mtazamaji wa Kajenjere unatamani kujua ladha ya tope, nenda katafute tope la aina yoyote, chukua kidogo lamba, afu utajua ina uchungu gani au ina utamu gani. Sawa bwana, tukutane baadaye bwana, jioni hapo baada ya mechi ya Simba, baada ya mechi ya Yanga jioni.